NSSF mkoa wa Kahama. Huu ni mkoa wa Kahama NSSF. Sio rasmi na wao tumeweza kuwatambua wachangiaji wazuri. Sekta isiyo rasmi tumeandikisha wanachama wengi, lakini kwa sababu ni hiari kujichangia na wao wanafanya hiari kweli, yani mtu achangi. Lakini tumewatambua ambao wao toka tumewaandikisha wamekuwa kichanga michango yao vizuri. Tumewapa certificate za kuwatambua na kuwashukuru kwa wao kuheshimu makubaliano ambayo kwamba wamekuwa wanachama NSSF, lakini pia kukubali kujiwekea kibarua za uzeeni bila kukumbusha kwa hiari yao. Sisi NSSF wakati wote tunajikita kwenye kutoa huduma bora kwa wateja wetu, kwa sababu tunaamini kwamba wateja wetu ndio sababu ya sisi kuwepo. Yaani NSSF haiwezi kuwepo kama hakuna wateja. Kwa vile wateja wetu ndio sababu ya sisi kuwepo, mara zote tumejikita kuwapa huduma yenye ubora na yenye thamani na kuwaweka wao kipaumbele. Na hii itabaki kuwa hivyo katika siku zote za NSSF. Na hapa niseme tu kwamba ikitokea mwanachama wetu pengine kuna mahali hakuridhika na huduma, dawati la viongozi liko wazi kwa ajili ya kwenda kuomba msaada zaidi, na viongozi wote tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwanachama wetu akiondoka kwenye ofisi za NSSF basi ameridhika. Wanachama ambao wameandikishwa kupitia kwenye sekta rasmi na sekta isiyo rasmi wote wananufaika na matibabu bure. Kwa sababu kuna wakati panaweza pakatokea afya yako wewe au wategemezi imetetereka, asubuhi umeamka pale mfuko ukiangalia hujakaa sawa sawa. Lakini kwa kuwa na NSSF na ukawa tayari umeshajiandikisha kwenye matibabu, inakufanya unakuwa una uhakika wa kupata matibabu hata kama mfuko wako haujawa sawa. Kwa kuwa na NSSF mtu hawazi kwamba nikiumwa nitapataje matibabu, hawazi. Na pengine katika hapa nitumie fursa hii kuwahamasisha waajiri kuendelea kuhakikisha kwamba watumishi wao wanapata bima ya afya ya NSSF, kwa sababu ni bure. Haimgharimu waajiri popote wala haimgharimu wanachama popote, ni haki yao. Na kwa upande pia wanachama wa sekta binafsi na wao ni haki yao. Lakini wanachama wa sekta binafsi tunapaswa kuhakikisha kwamba tunafika na wewe uzeeni, kwa sababu hii ni ndoa, kwamba tunaikupa matibabu kwa ajili ya afya yako sasa hivi, lakini basi tukafike na wewe uzeeni. Naitwa Monica Lazaro Mange, naishi Gomelo, Kahama, ni mjasiriamali. NSSF inanipa huduma ya matibabu bure mimi na mume wangu na watoto 4. Lakini pia hata kama ukijifungua unapata fao la uzazi. Kwa yani nimeona uhakika wa kuishi unakuwa ni hakika zaidi, kwa sababu hata kama nikifika mwishoni nitakapochangia ndani ya miaka 15 bila kutoa. Rehema Wilson Daudi au jina lingine maarufu Mama Elisha. Mimi ni mkazi wa Kahama, ila niko pande za Mwime, maeneo ya Kidete. Mimi ni mjasiriamali, nafanya kazi mbalimbali, natengeneza majani ya chai, nazalisha, najihusisha na kupika viungo vya pilau. Ninafurahi huduma hii ya NSSF. Nilianza mwaka 2024. Nilisikia matangazo, ndugu jamaa ambaye nilikutana nao kanihamasisha. Kwa kweli nashukuru. Kama sisi wakina mama wajasiriamali, unaweza kufanya kazi ya kutembea muda mrefu, huwezi kujua kwamba manufaa yako unayapata wapi. Ninashukuru kwenye huduma hii, ninaendelea kuwa mwanachama. Hata bima nimeshapata tayari, hata nikiugua, watoto wakiugua, mzee anaweza kutibiwa. Wajasiriamali wenzangu ninawashawishi, waga naongea nao pia kanisani, na washawishi waingie kwenye mfuko wa jamii wa huduma ya NSSF. Lengo ya siku hii ya huduma kwa wateja ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wateja, kama vile tumeongelea kwamba tumeboresha huduma za kidijitali kwa kuwezesha wanachama wetu kufungua. Kwa mfano kwenye mafao wanachama wanafungua online. Vile vile tumeweza kuwarahisishia, badala ya kupeleka fomu kwa mwajiri, anakuja tu hapa ofisini, anafungua madai na mwajiri analipitisha, sisi tunaendelea. Vile vile kwa upande wa waajiri wanaweza kulipia michango kwa kupitia poto, kuangalia michango ya wanachama kupitia poto. Vile vile kwenye upande wa wastaafu wanaweza kujihakiki wakiwa nyumbani.